Wakurungwa, nimeitika cho wenu. Safi sana kijana. Kwanza hongera kwa kufanya kazi vizuri. Lakini nilokuitia hapa kuhusu mwenyekiti. Mwenyekiti ana mawazo ya kwenda kwa mganga kwa ajili ya kutatua tatizo. Kwa hiyo nataka ukamzuie asifanikishe swala lake. Umenielewa? Sawa mkuu, nitafanya kama ulivyoniagiza. Basi fanya haraka na uende. Mbona unarudi nyuma? Kuna tatizo gani? Niko sikukimbia wewe. Nilikuwa naenda safari zangu, tunaona umenita. Sijui kuna kitu gani. Kuna nsumka, kwani kuna nsumka ya nini haswa? Kani mimi ngukere nini haswa unisumke? Mimi hasa Mustafa, ilikuwa sikukimbia wewe. Nimesahau, nilikuwa narudi nyumbani. Kiasi wewe ndo unanita. Sijui kuna kitu gani, hebu nieleza. Mwenyekiti mie hebu nchakangu salimie tu. Maana hicho kipindi cha nyuma hivyo kuna matatizo hivyo ya kukutu. Sijui matatizo gani. Kweli ndugu yangu, hapo nyuma nilitokeza na matatizo, lakini nashukuru sasa hivi alhamdulillah nafanya pirika zangu kama kawaida, maumivu hayapo tena. Nashukuru Mungu. Basi sawa mwenyekiti, kama ja hivyo. Haya, jambo la heri. Haya bwana mwenyekiti, tukijaliwa mimi nakwenda. Basi sawa. Shem, habari za sasa hivi? Salama Shem, sijui wewe. Mimi fresh. Juzi nilikuja kumuulizia Bwana Beka, lakini ukaniambia akatoka. Na nikakwambia akirudi mfikishie salamu zangu. Kusema ukweli, huyu mtu mpaka leo siku ya pili hajaja nyumbani. Mpaka sasa hivi ninapokuambia. Sasa sijui nini kimemsibu huko. Shemeji sielewi mpaka sasa hivi. Siku ya pili Shem. Na umechukua hatua gani baada ya kuona hizo siku zote hajarudi? Umejaribu hata kumpigia simu au umetoa taarifa sehemu yoyote? Shem, mimi nimempigia simu, kwenye simu hapatikani. Nimeenda kuambia ndugu zake, jamaa zake kule pia, na wenyewe hawana taarifa yoyote. Sasa Shem, hapo wewe unaonaje usiende kutoa taarifa kwa mwenyekiti? Maana mwenyekiti ndo anahusika na masuala yote hapa kijijini. Sawa Shem, mimi nitalipeleka hili jambo kwa mwenyekiti, hakuna shida. Basi sawa, wewe endelea na masuala ya kumtafuta Bwana Beka, lakini akishapatikana tutajua jinsi gani kufanya. Basi sawa Shemi, naomba ushirikiano wako kumtafuta mume wangu. Basi sawa, mimi nitajitahidi kwa upande wangu, na wewe ukipata taarifa utanifikishia, alafu tuone itakuwaje. Basi sawa Shemi, nitakushukuru sana.
kunisaidia hili jambo. Basi sawa shemeji. Mimi kwanza nitoke niende kwenye mtoto. Haya shemeji, sawa. Karibu. Luka? Na Mustafa. Jaje. Habari yako bwana? Oda, Siku bwana. Kwa mumu. Nipo ndugu yangu. Na kuna ndugu yangu kuna roho mbaya sana. Sana roho gani? Ndugu yangu tunajua pilika za kijijini tena hapa Mazonge. Miezi miwili naumwa, hata kuja kunitizama kuja kutizama. Bwana Mustafa wanisamee bwana. Kazi nyingi kuvunja muda wako tu. Kuvunja muda wako tu angalau nusu saa ndugu yako kuja nitizama. Bwana Mustafa, samahani sana umeona kwa sababu unajua mazingira kijijini magumu. Mfupi hebu tuzungumze leo kuleta kwanza. Kuja kuta mzoga tayari mmekufua. Kakaangu tusifike mbali. Wewe ongea lilo kuleta kwanza. Kiukala bwana kilichonileta mie James anatafutwa na mwenyekiti. Atafutwa na mwenyekiti. Na mwenyekiti. Utafutaji uko vipi kwanza kakaangu? Hebu nifahamishe maana sijaelewa kwanza. Ni mwenyekiti epuka kwa na matatizo. Ushafahamu? Au kufahamu kiukala. Sasa yale matatizo yaliyomkuta yote kana mshutumu kwa kwamba ni James mtendaji. Usiki kwamba mwenyekiti anamshutumu James ndio alompiga. Ushona. Je, ana uhakika na anachokizungumza? Kiukala mimi sina uhakika. Hea taarifa nilizopata kijijini ni hizo. Sasa bwana Mustafa, naona mwenyekiti sasa ananitafuta na mimi kiundani. Kwa sababu siamini kama James anaweza kufanya hicho kitendo. Kwa sababu tabia hizo hana. Hapa kijijini mgeni. Kwa sababu matatizo mengi shamkuta James nimenyamaza kimya. Sawa bwana Kiukala, mimi taarifa ndio hizo nimekufikishia hea. Mimi vita yenu mimi hainihusu. Kusikii? Sasa bwana Mustafa ana shida, taarifa nashukuru. Mimi nakwenda bwana. Bwana karibu bwana, nataka chinja mbwa bwana. Ndugu yangu nimekusubiria sana toka saa 9. Nikajua hauji bwana. Samahani sana ndugu yangu, kutokana na matatizo yalinikuta imenibidi lazima nije kwa hofu. Bila kupoteza muda, hebu tuongelee kuhusu ile swala lako ile. Yaani ilikuwaje kuaje? Maana mwenyewe ile swali limenichanganya sana. Ndugu yangu, mkasa ulionikuta baada ya kutoka shambani nilikutana na mauzauza. Wakati nakimbia nikakutana na watu wasiojulikana
ndio wakaamua kunipiga na kuniteka ndugu yangu. Pole sana kwa matatizo ndugu yangu. Na vipi watu wenyewe? Unawajua hata kwa sura? Wakumbuki? Kiukweli wala tusiwajui na ni wageni katika hicho kijiji chetu. Na sijui hata wametumwa na nani. Lakini vipi, hauna ugomvi wote kwenye hicho kijiji? Nilikuwa na matatizo na mwenyekiti na hapa ndio unanisanua akili yangu. Niligombana na mwenyekiti. Kwa hiyo nahisi itakuwa hawa watu wametumwa na mwenyekiti. Nimeakanyaga. Umeakanyaga? Kivipi yani? Lakini na mimi nina ugomvi na mwenyekiti. Na ninaofia yasinikute kama aliyokukuta wewe. Pole sana ndugu yangu. Itakubidi uwe makini sana kwa sababu mwenyekiti sio mtu mzuri kwenye kijiji chetu. Basi sawa ndugu yangu. Mimi nitakuwa makini sana ninapotembea huko njiani. Kila hatua nitakayoipiga nitakuwa makini sana. Maana huyu mwenyekiti anaonekana sio mtu mzuri. Samahani dada. Bila samahani mwenyekiti. Na kusikiliza. Nimekufahamisha hapa kwa lile tatizo lilokuja niletea kwa mume wako kapotea. Na baada kunipa ile swala lako nikaanza kufuatilia na mimi nililifanyia kazi, nikawaita askari wa upelelezi na akaja wakapeleleza, wakaniambia kama mume wako amefariki. Na pia nikamwambia uthibitisho gani nitajua mume kafariki. Wakaniambia tumekuta mifupa na hii hapa, tukaenda nao hospitali kwenda kupima na tukapewa majibu ya vipimo kwamba mume wako amefariki. Lakini mimi mume wangu Lakini vipi mume wako? Na mimi nishakwambia kwamba tayari ameshafariki na uthibitisho ushaonekana. Mimi nishakwambia taarifa ndio hiyo. Kama mume wako ameshafariki na mimi naondoka. Bigi, leo nimekuandalia kitu kizuri kwa ajili yako. Kitu gani wakati mimi sijafanya kitu? Usiwe na wasiwasi, nitakuonesha. Nimeshachoka mama, nisamehe. Nimeshachoka. Sifanya kitu sana, nionea tu. Nimekusamehe, ila nitakapokuona nitakufanyia jambo jipya. Asante mke wangu, naona nafanya usafi. Ndio maana nakupenda, nje msafi mpaka ndani msafi. mimi naye mume wangu akunisifia. Basi nashukuru mume wangu. Yaani najisikia niko peponi vile. Karibu. Pana mpya gani? Mungu, yani nikutana na mwenyekiti hayo kaniambia maneno makali ambayo sijaelewa. Haya mke wangu, maneno gani ndio mwenyekiti? Yaani kaniambia mwenyekiti kwamba umekufa. Na anasema yani uhakika kwamba wewe umekufa, wanao wamekuta mifupa ya maiti na wameipima, wamejulikana kwamba ni wewe ndio mifupa yako. Mume wangu ndio kilichonishangaza mwenzio. Nimegundua kwamba mwenyekiti ndio alipochezea huu mchezo. Mchezo gani tena mume wangu? Yaani nahisi ile sababu ya mimi kutekwa itakuwa ndio yeye. Haya mke wangu, acha kufagia basi, tutaongelea ndani.
Kijana, habari yako? Salama kabisa. Karibu mheshimiwa. Haya, asante. Mheshimiwa, nimekusubiri sana mpaka nilishakata tamaa, maana nikajua huji tena. Kijana wangu, nilikuwa nimechelewa kidogo kwa sababu kwa nyumbani nilikuwa na ugeni. Sasa ndio maana nikawa nazungumza nao kidogo. Kama ni hivyo basi hakuna shida mheshimiwa, kwa sababu ni wajibu wako. Haya, nimetikia wito. Safi sana kijana wangu. Ndio maana nakukubali sana. Ile kutia hapa nimekutana na mkewe Player juzi. Tukazungumza kwamba mume wake kashafariki. Sasa tukazungumza kifupi mengi, lakini nataka nikupe kazi sasa. Kazi gani hiyo mwenyekiti? Nataka uende kwa mkewe Player uende ukachunguze. Manake niliwapa vijana wangu kazi, sijajua kama wameitenda kinapotaka ama hawakufanikiwa. Naona mpaka sasa hivi majibu hawajaniletea. Kwa hilo mwenyekiti, hakuna shida kabisa. Mimi hayo ndo mambo yangu. Sasa ukifanikiwa, mimi nitakupa mshahara mkubwa kuliko ninaokulipa. Mwenyekiti, yani unazidi kunifurahisha. Yani kazi yako unaifanya sasa hivi, nikitoka hapa tu moja kwa moja naenda kwake. Basi mimi nashukuru. Hongera sana na nakukubali. Na nakuahidi sitakuangusha. Asante kijana wangu. Fanya kazi. Wewe ni nani? Na unataka nini?